رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين. شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين. إلي الله 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 إلي الله. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insha Allah tutaendelea kutafsiri silsila ya Suratun Nur kwa kipindi ambacho Sheikh ataingia, ili tuendelee na silsila kama kawaida. Sheikh akiingia tutamwachia nafasi insha Allah naye achangie katika yale ambayo amejiandaa kwa siku ya leo. Katika silsila ya tafsiri ya Suratun Nur, leo tuko kwenye aya ya 55 katika mfululizo wa tafsiri yake mpaka kufikia 57 zilizohitimisha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakusanya kwa waja wake na yale mafunzo ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameyalenga kwenye aya hizi. Mwenyezi Mungu asema, wa'adallahu alladhina amanu minkum, amewaahidi Mwenyezi Mungu wale walioamini katika nyinyi, waamilu salihati, na wakafanya amali mzuri. Amewaahidi kitu gani? La yastakhlifannahum fil ardh, atawafanya wao makhalifa katika ardhi hii. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyofanya makhalifa waliokuwa kabla yao. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, atawamakinisha wao kwa dini ambayo wanaridhika nayo.
wala yubaddilannahum, na atawabadilishia wao, min ba'di khawfihim amna, baada ya hofu zao, baada ya kuwa na hofu Mwenyezi Mungu atawabadilishia iwe ni amna. Amna ni utulivu na amani, lakini sharti aliloliweka Mwenyezi Mungu, yaabudunani, waniabudu mimi, la yushrikuna bi shay'a, wasinishirikishe na kitu chochote. Waman kafara ba'da dhalika, na mwenye kukufuru baada ya hapo, faulaika humul fasiqun, basi hao watahesabiwa ni katika mafasik, na mafasik ni wale waliotoka katika toa ya Allah tabaraka wa taala. Kisha Mwenyezi Mungu kasema, wa aqimus salata, nasimamisheni swala, wa atu zakata, na mutoe zaka, wa ati'u rasula, na mumtii mtume, la'allakum turhamun, ili mupate kurehemewa. La tahsabanna alladhina kafaru, musidhani kuwadhania wale watu makafiri, mu'jizina fil ardi, kuwa ni wenye kushinda katika ardhi, kwamba wameshinda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahumun nar, mashukio yao ni motoni. Wala bi'sal masir, na ni maregeleo mabaya mtu kuregea katika moto wa Jahannam. Ni aya 55 mpaka aya 57 katika Suratun Nur, kwenye silsila ya tafsiri ya mihadhara yetu toka tuanze Ramadhani. Hapa Mwenyezi Mungu asema, wa'adallahu alladhina amanu minkum, amewaahidi Mwenyezi Mungu wale waloamini katika nyinyi. Waloamini amewaahidi nyinyi, waloamini na wanaofanya amali nzuri, amewapa ahadi kuwa atawapa ukhalifa katika hii ardhi. La yastakhlifannahum fil ardh, kama alivyowafanya makhalifa waliokuwa kabla yao. Hapa zuia kwamba hii ni ahdi ya Mwenyezi Mungu. Kwanza kwenye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuahidi, sisi Waislamu tuna yakini ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakhalifu ahadi anayomwahidi mtu. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi. Na kutuliza roho zetu kwa mifano iliyoko ndani ya Qur'ani ya kulithibitisha la ahadi ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla kuwa ni ahadi ya kweli, na kwamba Mungu akimwahidi mtu kitu hakhalifu ahadi. Kwa hivyo Mungu katuahidi. Sasa kuna katika kuahidiwa, ahadi itatekelezwa tu, lakini kuna mambo ili uyafikie, uwekewa mambo uyatekeleze. Ili uyatekeleze yale mambo, uyafikie yale uyatakayo, na ahadi ya Mungu iko pale pale. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameahidi nusra, kwamba kuwa nusra iko kwa waumini, na kwamba kwa waumini watapata nusra kinamna yote itakavyokuwa. Kwa nini? Ahadi yake alisema, in tansurullaha yansurukum, kwanza kwa kuweka sharti, mkimnusuru Mwenyezi Mungu na Mungu atawapa nusra. Na kumnusuru Mungu hapa ni kuinusuru dini yake. Mkiipa nusra dini, na Mwenyezi Mungu atawapa nusra nyingi. La nusra liko. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine asema, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Inna lanansuru rusulana, hakika yetu sisi ni wenye kuwapa ushindi wajumbe wetu. Rusulana, wajumbe wetu, ni wenye kuwapa ushindi wajumbe wetu, ni wenye kuwapa nusra wajumbe wetu. Wajumbe tu peke yake? La, walladhina amanu, na walioamini, fil hayati dunya, katika uhai wa dunia, wa yawma yaqumul ashhad, na siku ambao watasimama mashahidi kutoa ushuhuda, siku ya malipo. Hapa Mwenyezi Mungu kasema nusra, nimewaahidi wajumbe wetu tutawapa nusra, tena si wajumbe peke yake. Walladhina amanu, na hawa waloamini katika uhai wa dunia,
hata siku utakaposimamishwa ushuhuda kwa wale mashahidi siku ya Kiyama. Kwa hivyo ni ahdi kwa wajumbe na ni ahdi kwa waumini. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. Aya nyingine Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, walaqad, hakika tumetuma kabla yako wewe wajumbe kwa watu wao, fajauhum bilbayinat, wakawajilia na uwazi. Wajumbe wakaja kwa watu wao wakawajilia na uwazi. Fantaqamna min alladhina ajramu, tukawaangamiza wale watu waovu, wale watu wakorofi tukawaangamiza. Kisha Mwenyezi Mungu asema, wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, na ikawa ni haki kwetu sisi kuwapa nusra waumini. Sasa Mwenyezi Mungu sema ni haki kwetu sisi kuwapa nusra waumini. Nusra waumini wataipata kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaahidi hilo. Kisha kwenye aya nyingine ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika jumla ya mambo ambayo yapendwa na wanadamu, kuna mambo wanayapenda sana, na kila mtu kuna mambo yake ambayo anayapenda, anataka Mwenyezi Mungu amtekelezee. Lakini Mwenyezi Mungu kabainisha kuna lengine wanalolipenda zaidi, wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib, na lengine ambalo wanadamu wanalipenda zaidi ni nasrun min Allah, ni nusra itoka kwa Mwenyezi Mungu, wa fathun qarib, na fathi ambayo itakuwa karibu. Yani hili la Waislamu kupata ushindi, la Waislamu kupata nusra, haki ni jambo ambalo walipenda sana, lakini mpaka akamilishwe masharti yatakiwao ili tupate kufikia kwenye nusra. Na pana aya nyingine chungu mzima zilizotaja nusra, ikiwa ni bishara iko jambo hili liko, maadamu ni ahdi aliyoiweka Allah tabaraka wa taala. Mfano, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Haki ni aya hii juu ya kuwa Abdullah ibn Abbas asema yaeleza kuhusu kifo na ajali ya Mtume, na kwamba kuwa muda wa Mtume kuondoka duniani umekurubia kwa sura hii, na tafsiri hii kaitoa Abdullah ibn Abbas kushinda maswahaba wote. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipowatesti sahaba zake, je, maana ya sura hii ni nini? Kila mmoja akatoa maana yake. Abdullah ibn Abbas akiwa mtoto mdogo alipoambiwa wasemaje, akasema hii ni sura inaozungumza kuhusu ajali ya Mtume, maana ashatekeleza ujumbe wake, uaminifu ashautekeleza, dini ishakamilika. Kwa hivyo hakuna lililobaki. Lililobaki ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kurafikana na rafiki wake wa juu ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Abdullah ibn Abbas akasema hii ni sura inaozungumza kuhusu kukurubia ajali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na likapita hilo na Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo akalikubali. Mwenyezi Mungu katika suratul Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Na Mwenyezi Mungu akupe nusra, tena ile nusra nasran aziza. Kwa hivyo hizi zote ni aya zinazothibitisha kwamba kuwa nusra ni jambo liko. Wallahu tabaraka wa taala la yukhlifu al-mi'ad. Walakin njia za kufikia nusra, njia nyingine haziwezi kuingia katika mahisabu yako, lakini ni Allah tabaraka wa taala uwezo wake. Kisha wewe mwenyewe waweza kuiuliza, kweli barabara hii yaweza ikawa ndio barabara muafaka ya mtu kufikia nusra na ahadi ya Mungu kukamilika kama jinsi alivyoahidi? Bila shaka. Kwanza ni itikadi yetu sisi Waislamu ya kuwa Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi. Ikiwa ni itikadi yetu Waislamu kuwa Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi, nusra tutaipata. Njia ya kufikia nusra aijua yeye,
na pana njia nyingine wewe mwenyewe ukizitazama haingii katika mahesabu yako kwamba kuwa mtu aweza kunusurika au mtu aweza kupata ushindi. Kwanza wape mfano wa wa'ada Allahu, ahadi ya Mungu, wa anna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, na kuwa Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi. Pana nusra za kisampuli mbili. Kwanza pana nusra wanazuoni wanaita an-nasru dhahiru, pana na nusra wanazuoni wanaita an-nasru al-khafiyu. An-nasru dhahiru wan-nasru al-khafiyu. An-nasru dhahiru ni nusra ile ambayo iko wazi wazi kabisa, kama fathu Makkah. Fathu Makkah ile ni nusra wazi wazi, inna fatahna laka fathan mubina. Ilivamiwa nchi ya Makkah na wanajeshi wa Kiislamu wakiongozwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na chini ya makomando wakubwa kina Khalid na kina Bilal na wengineo. Hii ilikuwa ni nusra wazi wazi iliyoshuhudiwa na mwema na muovu. Nguvu za Kiislamu zikasimama na makafiri utawala wao ukaanguka, na dola ya masanamu ikavunjwa, bendera ya tauhidi ikapepea. Hii inaitwa an-nasru dhahiru, kwa sababu tarehe ya shuhudia na kila mtu ashuhudia siku ya Fathu Makkah ilivyoingia. Watu waliingia jahran shahra, wakiwa na silaha zao kamili, wakiwa chonjo na yoyote ambaye uko tayari kupambana na jeshi la Kiislamu ama kulirudisha nyuma lisiingie Al-Kaaba. Lakini likaingia. Mtume sallam akaongoza kikosi, akaingia kwenye Al-Kaaba, akavunda masanamu yaliyopo ndani ya Al-Kaaba. Kuvunda kwake masanamu ikawa ni dalili ya kwamba dola ya masanamu ndiyo sasa yaisha. Ikavundwa dola ya masanamu kuanzia siku hiyo. Hii wanavyoni wanaita an-nasru dhahiru, nusra ilo dhahiri. Elewa vizuri sana. Kuna nusra inaitwa an-nasru al-khafi, nusra ilofichika. An-nasru al-khafi ni nusra ambayo huwezi kuona ushindi kwenye wakati wa alosimama mathalan kupigania hilo jambo. Pengine asimame mtu apigane kuhusu jambo, apigane miaka picha, miaka toka, miaka ingia, miaka toka, mpaka afe ule mtu. Kufa kwake ikawa bado hakudhihiri tu ile natija ya ile kazi iliyoifanya, mpaka muda fulani upite muda, watoke watu sasa waanze kufufua zile turathi zilizoachwa na fulani alolipigania hili. Wanavyoni walipiga mfano kama Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, vita alivyopigana, namna alivyokuwa na msimamo mkali katika dini hii, lakini kukawa hakujulikani mambo ya Ahmad ibn Taymiyyah. Ikapita kipindi kirefu, lakini sasa jiulize, je, hivi sasa kumepita kipindi, kisha kuna watu sasa wakaja wakaanza kufikiria hapa alikuwepo mwanachuoni Ahmad ibn Taymiyyah alisimama kadhaa, na wakati ule ikawa pengine kuna madharau fulani ya watu pamoja na utawala kwa jumla, kwa sababu ni wanavyoni ambao walikaa ndani sana hao kwa sababu ya tauhid. Kwa kipindi kupita kirefu, kukaja jei nyingine ya kuweza kufufua wirathi wake. Al-an, angalia katika dunia, kila kipembe cha dunia, vitabu ambavyo vimesambaa ni vitabu vya Ahmad ibn Taymiyyah. Huu unaitwa pia ushindi, lakini ushindi huu haukudhihiri kwenye wakati wake, umekuja kudhihiri baada ya kuondoka kwake, kwa watu kufufua mema aliyoyaacha. Wanavyoni wakasema hii ni an-nasrul khafi. Angalia ukanda mwingine, ndugu zanguni katika imani, mtu aweza kusimama kwa jambo akauliwa kwenye jambo, waweza ikapita katika fikra yako kama mwanadamu. Mwenyezi Mungu kasema, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, hakika sisi ni wenye kuwapa nusra wajumbe wetu na waloamini katika uhai huu wa dunia, na siku ambapo watasimama mashahidi kutoa ushuhuda. Rusulana
Zakaria si mjumbe wa Allah? Kina Yahya wote si katika wajumbe wa Allah tabaraka wa taala? Na Mungu hapa nusra kasema inna lanansuru rusulana. Zakaria kauliwa. Kwenye kuuliwa kwa Zakaria wewe utasema kwamba hapa hakufikia ushindi, hakufikia ushindi na hakupacha nusra? La, wanavyoona sema kwamba kwa kashinda hivyo hivyo. La mjumbe kupacha nusra si kwa kuwa kuuliwa asifike kwenye lengo ndio basi ahadi ya Mungu imefeli na nusra hakuipata na kushinda hakushinda. Hapana, hapa wanavyoona wasema Zakaria juu ya kuuliwa kwake nusra kaipata na ushindi kaupata. Ushindi wake ni kule kushinda katika suala la kusubiri, akasubiri kwenye mapambano ya da'wa mpaka akauliwa. Kwa hivyo nusra iko pale pale na ushindi uko pale pale. Fallahu la yukhlifu almi'ad, Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi. Chukua mfano katika suratul Qasas, ili muislamu ama mu'min amakinike ya kuwa Mwenyezi Mungu akisema amewaahidi walioamini katika nyinyi na wanaofanya amali mzuri kuwa atawafanya makhalifa katika ardhi hii kama alivyowafanya makhalifa waliokuwa kabla yao, awamakinishie wao dini yao wanaoridhika nao, awabadilishie wao baada ya hofu wa amani na utulivu, waniabudu mimi wasinishirikishe na kitu chochote. Mwenye kukufuru baada ya hapo basi hao katika watu mafasi. Mungu hakhalifu ahadi. Tukua ahadi aliyoitoa Allah tabaraka wa taala kumwahidi mamake Musa. Mamake Musa aliahidiwa na Mwenyezi Mungu. Kwenye ahadi mamake Musa, babaiko lililompata si babaiko kwamba kwa Mungu atamwachilia baada ya kuwa amempa ahadi. Hapana, ile ni kwa sababu ya imani ya mama kwa mwanawe, na kwamba kwa ile barabara ya huyo Musa kupewa nusra ilikuwa ni barabara ambayo kwenye akili ya mwanadamu mpaka apige mahesabu sana, lakini hapo si hisabu zako, ni hisabu za Allah tabaraka wa taala ambaye ala kulli shay'in qadir. Qur'ani tukufu inasema, vitabu vya tafsiri kama kina Mukhtasar Ibn Kathir na vingineo vinazungumza kuhusu masala ya uovu aliofanya Firauna kufanyia raia wake na njama alizozipanga kuulinda utawala wake na kuulinda ukubwa wake na kukilinda cheo chake. Ikawa kwenye kulinda cheo chake si lolote umwagikaji wa damu, na ndio utawala ulivyotoka uanze ila an yaritha Allahu al-ardha man alaiha. Na naweza kukwambia hata kama mtawala atakuwa Muislamu, Allahumma urudi utawala halisi wa al-khilafatu rashida, hapo itakuwa damu ikimwagwa kumwagwa kwa ndia zake. Lakini hivi sasa kwenye faudha, fujo lililotanda katika dunia, hata mtawala ikiwa mtawala wa Kiislamu kwenye nchi ya Kiislamu, uovu na udikteta na ujauri na kibri cha kiutawala lazima kimfikie. Lazima atamwaga damu bighairi haq, lazima atafunga watu bighairi haq, lazima atanyonga watu bighairi haq, na moja kati ya sababu itakuwa ni mtu kulinda utawala wake. Mtawala hajali kuua, hajali kunyonga. Firauna alikuwa ni kilele cha mambo, kwa sababu yeye hakudai utawala tu, yeye Firauna alidai Mungu hasa wa kumshinda hata Mungu. Subhanallah. Sasa ikawa kuulinda ile heshima yake na kile cheo alichojipa yeye mwenyewe ni kunyonga wanaume wote, kila atakayezaliwa. Wanawake ndio watakuwa wana uhuru wa kuishi. Ikawa ni shida sana kwenye utawala wa Misri, kana vitabu vya tafsiri vinavyohadithia. Asema angalia mtihani wa Mungu, ndipo pale tukawaambia kuwa mtihani wa Mungu kwa mwanadamu humjilia kwa ambapo yeye mwenyewe hakujipanga. Wewe waweza ukawa hukujipanga shekhi, Mwenyezi Mungu akakufanyia kipande kizi cha mtihani, kisha akakuangalia utatoka kwa barabara gani. Hakuna itakao kufaa isipokuwa imani na subra yako.
bila ya imani, bila ya subra, wallahi huwezi kufaulu katika mitihani ya Mungu. Angalia hapa, kila mwaka huuliwa watu, mpaka hata lile baraza lake la mawaziri wakaona hivi sasa, ikiwa kifo kitaendelea hivi, hii nchi pia itakosa askari. Maaskari ni wanaume, hakuna askari mwanamke. Hata mwanamke akitrainiwa kinamna gani, mwanamke tu shekhe. Au man yunashau fil hilyati fahuwa fil khisami ghairu mubin, alopewa tu umbile la kujirembesha rangi nyingi kwenye midomo kama aliyoyangukia na kusokota nyele kila design, hata ukamtreni namna gani shekhe, Mungu asema fahuwa fil khisami ghairu mubin. Katika matatizo na katika mapambano na katika mambo mazito hako barabara maa nyingi tu na tumesimama. Hakuna masala kwamba kwa mwanamke aweza kukabili mijambo, lakini mwanamume ameumbiwa hayo, ndipo akapewa khawama, arrijalu qawwamuna ala nisa. Mwanamume ameumbiwa mazito. Lakini angalia hivi leo, ulimwengu wa leo, utaona kwamba kwa wanawake vile jinsi walivyojitokeza na walivyofanywa wajitokeze, wewe pia utasema kwamba kwa wanawake wakati huu amepindana kweli kweli. Mwanamke hakupindana, mwanamke ulegee vile vile. Piga mfano, katika jeshi hakuna wanawake? Hakuna? Wako tele. Katika kula kikosi nafikiri wanawake wako. Na utawaona namna wanavyojitahidi katika kuipindanisha, na wametreniwa, lakini wasemaje? Vile vile. Na ikiwa unataka ushuhuda wewe, angalia katika kumatch tu kwenye parade, kwenye sherehe za kitaifa, utamuona mwanamume namna anavyopita kwenye jukwaa la rais, alivyokauka na anavyosukuma mkono. Kikija kikosi cha wanawake, utaona mkono ni vile vile, ni hivi tu, kana anayempepea mumewe juu ya kichanda. Alisikadhali ni nini? Au man yunashau fil hilyati fahuwa fil khisami ghairu mubin, kwa sababu neno la Mungu halianguki. Na birri, na pengine wanisikia, birri kwenye kumachi, wajaribu ya kwamba kwa mkono uwe unaenda kwenye kishogo cha mwenzake mbele, iwe ni hivi, si hivi kama unaotia makasia kwenye bahari ambao haikubali pondo. Nini? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndivyo alivyosema. Sasa ikiwa watauliwa wanyongwe wanaume, jeshi litakosekana, kutakuwa ni warembo sasa watu. Ni kweli waweza kukabili shambulizi, nchi ataka kuvamiwa, kikosi kiwe cha wanawake peke yake, wataweza kuregesha mashambulizi? Qatu shekhe, hivi sasa nakwambia, hata ukamuona mwanamke huendesha meli, mwanamke huendesha ndege, si kwamba kuwa hakuna mapilot wengine wanawake shekhe, na mtu aruke na ndege na roli na ndege katika wanasema kweli vile vile amelegea hivyo. Tumeelewana vizuri sana. Wakaja wakanyongwa wanaume mpaka baraza la mawaziri wenyewe wakaambia, hapana mzee, hivi sasa ikiwa kila mwaka tutakuwa tukinyonga wanaume, watakosekana wenye kulilinda taifa hili. Shauri ni kwa kuangalau sasa tupumzishe mwaka mmoja tukinyonga, mwaka mwingine tuache. Sihaba Firauna akaikubali hiyo rai. Kwa hivyo mwaka tukinyonga, mwaka mwingine tuache. Sasa angalia mtihani wa Mwenyezi Mungu kwa humjilia mwanadamu kwa namna ambavyo hakujipanga. Na wanadamu sisi, na kila mmoja una mitihani yake. Billahi, ule mwaka ambao utakuwa si wa kuchinjwa, mwaka ambao si wa kuchinjwa watoto, hakukadiriwa mamake Musa kumzaa Musa. Mwaka ulipopita, ule mwaka ambao ndio huu ni mwaka kizaliwato kitachinjwa, akazaliwa Musa. Haya sasa angalia, mama utanlinda vipi? Utamficha wapi? Utamzuia asilia sisikike? Na wanawake wote wamesajiliwa, kila mwenye mimba ajulikana na kupitiwa kila wakati, saa zote. Na hata usipitiwe, usijulikane ukizaa itajulikana tu. Nyumba ya mzazi hujulikana na wote. Mtoto haagi akitaka kulia, takirarua hapo umalize nyimbo zote,
Mwanamke mama aimbe mpaka amalize, amwambie baba nisaidia, nawe kama una akiba nisaidia. Baba naye angie. Baba hakuzoea kuimba, nakwambia katika maisha yake, mara kwanza sikia huimba, maskini mwanangu huimba nyimbo za Kihondeni zile za nini. Mwana umo tu shehe. Walioko nje na watu wa vitabu vya Qasas wamewasifu jeshi la Firauna, walikuwa na sampuli mbili. Macho yao walikuwa kama macho ya makurabu, hisia zao zilikuwa kama hisia za tungu. Na wanavyoni hao wamepima kwamba kwa tungu ana hisia za hali ya juu, sasa ana hasas, na ni kweli. Madalilu ala dhalik, chungu kuwa ni nyama wa kuhisi sana katika wanyama ni wakati kikosi cha Suleimani kimetokea masafa ya mbali shekhe. Katika kutokea masafa ya mbali, hisia zikaja kwa chungu kabla kikosi hakijakurubia. Wakasemaje? Qalat an-namlu qalat udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu. Kongamano la tungu, ngieni kwenye makao yenu haraka, msije mkasagwa na Suleimani na jeshi lake akiwa hata hahisi, kwa sababu unkanyage tungu utahisi vipi kwamba kwa wewe umenkanyaga? Ya Allah, ingine kwenye mashimo yenu. Ya Allah, wakaingia kwenye mashimo yake, na Suleimani akacheka tu, akatabasam kwa kumshukuru Mungu kwa kuwa neema, kwa kuwa alimsikia ule tungu namna anavyosema hisia. Ama ikurabu hili jama, wewe mwenyewe jaribu. Hakuna mnyama ambaye ana macho makali kuona mbali kama kurabu. Ikurabu humpigi shekhe mpaka tena iwe tena ni ile kadari ya Mungu, sasa ameandikiwa nkufa basi umuue. Lakini hivi shekhe, ukajikuna kistihzai tu wewe na yako, ukawa hupicha barabarani naye mwenyewe na yake, ukapicha ukafanya stihzai tu, hukuna yeye hukwambia ile lugha wanaosema watu ambao sio nzuri, kwambia Mtume Musa kusalimu, manake wa tayari ukijikuna uko asharuka kitambo. Hai wewe pita katika ikurabu, ufanye kuinama kwa kumpa kwamba kwa mimi nakutaka wewe, billahi hujakaruka kisha akakupigia na ukelele. Manake kana kwambia jichuze hukunipata. Ni nini? Ana macho ya kuona kweli kweli. Walipewa nani? Walipewa jeshi la Firaun. Walikuwa na hisia na walikuwa wakiona kweli kweli. Mtashbihi tu, sio kwamba kuandiko ndiko mambo wamefananishwa, kwa kule kuwa walikuwa wameimarisha ulinzi wa hali ya juu na kutaka kujua kwenye nyumba ni nyumba gani leo ambao kumezaliwa mtoto. Mamake Musa ataweza kumuhifadhi, lakini sasa wewe ivute hii picha uiweke hapa, ndugu yangu katika imani. Lile la kuzaliwa Musa kwenye mwaka ambao watoto kuchinjwa, utamuhifadhi vipi? Lakini pana hifadhi ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Mwana talia, mama ashaanza kubabaika, itakuwaje? Basi kwenye babaiko la mama, Mwenyezi Mungu ataka kuthibitisha uwezo wake ya kwamba wakati mwingine nusra Mungu huitoa pahala ambapo kwenye hisabu zako hazitoki. Shekhe, tulia kidogo, rudi kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume Muhammad, wakati watu walipojiandaa ya kwamba kupata usono sisi mpaka tunyonge, mpaka uliwe, ndio hii itikadi zetu za kimasanamu tutaziendesha vizuri. Haya, ukatoka fikra mmoja. Aliotoka fikra ilikuwa ni ule wahi wanaopelekea na mashetani wana sampuli fulani za wahi ambao huwa wakipelekeana habari, ikaletwa taabiri ya wahi, wa innahum la yuhuna, wapelekeana habari hii ilitoka kwa shetani haki, ikenda ikaingia kwenye fikra ya Abu Jahal ndio akaizusha katika baraza ya kwamba mkitaka nyinyi usono na mtoto huu lazima itumike siasa ya hali ya juu. Siasa ni ya kunyongwa, lakini kunyongwa lazima asinyongwe na mtu mmoja. Akinyongwa na mtu mmoja atashikwa alomnyonga mambo yani na yeye anyongwe, au pengine kutakiwa, lakini itakuwa ni tabu. Kusimamisha haya ni tutukue katika kila kabila shaban jalda, barobaro mwenye nguvu katika kila kabila.
kisha wote wachukue mikuki wakajikusanye mbele ya mlango wake. Akitoka wampige kipigo cha mwanamume mmoja, liyatafarraqa damuhu baina alqabail, ili damu yake imwagike kati ya makabila yote. Kisha kabila la Banu Hashim litashindwa kulipa kisasi. Kama kulipa kisasi itakuwa ni aandae vita na kupigana na kabila yote, atashindwa. Atakubali dia, tutatoa, tutapata usono na ibada hii aitakayo Muhammad. Wakalitekeleza hili. Abu Jahal akaliwasha hiyo fikra, jamaa wakasema hakuna fikra mzuri kama fikra hii. Ndipo Abu Jahali ile kuitwa Abul Hikma, baba wa hikma, hikma zake ni hizo mbovu mbovu, na mtume kamuita Abu Jahal ni baba wa ujinga, ni baba wa upumbavu kabisa, akamuita hivyo. Walijikusanya barobaro. Chukua nukta hii ndio muhimu. Walipojikusanya, walipochungilia mtume sallallahu alaihi wasallama uko kitandani, ndivyo sivyo? Alikuwa amelala. Billahi saatul khuruj ilipokuja sasa, saa anayoitaka Mwenyezi Mungu ni kipindi hiki, nataka mtume utoke. Mbele ya mlango ni hao mabarobaro, lengo kuja kumnyonga, lakini waambiwa amri ya Mungu ni amri na hakuna kutoa udhuru kwenye amri. Akaambiwa toka, na mtume sallallahu alaihi wasallama ikawa kutoka ni hapo hapo. Nani alopata kumbukumbu zozote kwa shekhe yoyote alonukuu kwenye kitabu chochote kwamba mtume alipochungilia kuona maadui wamejipanga na mikuki, basi aliruka kwa sakafuni, ama alitoka kwa mlango wa pili, ama alitimbiwa shimo kisha ndio akatoka? Hakuna kabisa. Vitabu vote vatuambia kwamba kwa alipasua hapo hapo. Mungu ambaye saa imefika, toka. Alitoka, na alipotoka alitoka kwenye kongamano la maadui wake, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa'ama absarahu, akapofoa macho yao. Qur'ani yatupa habari ile aya iliyoko katika suratu Yasin. Hebu eleweni vizuri sana. Inasemaje ile aya? Inasema kwamba kwa mtume alipotoka yalotokea ni haya. Ni ile kwamba kwa sisi hatutaki kuchukua maadili yaliyoko ndani ya Qur'ani, ndipo tukaleta kizaza kikubwa na ushindani mkubwa, hususa katika suala la suratu Yasin. Lakini kama nilivyoahidi, nikiimaliza kuitafsiri suratu Nur, suratu Yasin nitaitafsiri mwanzo mpaka mwisho. Mutayaona yale tuyapigia upembe yako, yale yaloleta utisi mkubwa katika hii suratu Yasin ya kusomea wafu yako. Ishike hii aya tu. Alipotoka Mwenyezi Mungu aeleza, sema waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim faaghshaynahum. Hai kitafsiri, huoni kwamba kwa hii ilikuwa dua aliisoma mtume ndipo watu wakapofoka macho? Ni habari atupa Mungu hali ilivyokuwa mtume alipotoka katikati mwa maadui. Alipotoka barabara ni hiyo na watu wameshika mikuki, ulipitia uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ndipo pale Mwenyezi Mungu sema waja'alna min baini aidihim saddan, tulijalia mbele yao kizuizi wa min khalfihim saddan, na nyuma yao kizuizi, faaghshaynahum, tukawafinika, fahum la yubsirun, wakawa hawafanyeje? Hawaoni. Basi tushapata habari kwenye suratu Yasin ya kwamba kwa mtume alipotoka uwezo wa Mungu ulisimama kwenye kuwazuia hawa, kuwafinika, wakawa mbele wamewekewa kizuizi, nyuma wamewekewa kizuizi, wakawa hawaoni kabisa. Likalala na kutoa koromo pale na mikuki, mtume akawapita hao hapo hapo. Wao wamesimama hapo, lengo kumuua mtume, kumbe wamekesha hapo wailinda nyumba ya mtume, na kwenye kitanda cha mtume ni nani? Ikhwatal iman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hakuna pahala hata popote, nasema popote, juu ya kuwa elimu bahari na mtu enenda akapige mbizi atoe, kwamba kwa kuna pahala inasema tatizo kama hili lililomfikia mtume aliifanya hii dua, ndipo wakapofoka macho yao. Kwa hivyo na mimi na wewe kwenye tatizo lolote, sisi tuwe tutaisoma waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, basi wazuilike wenye kukutakia shari kupitia kwa aya hii, kwa huja kwamba kwa ni dua. Hatukuelezwa hivyo, na sivyo suratu Yasin ilivyo.
lakini tumepata baadhi ya wenye kutuambia kwamba usifanye wasiwasi wewe. Hata ukivamiwa na wale 40 brothers wale alisikadhalika, wakikuvamia wewe, ukisikia hugonga, ukichungilia kusema kwamba kwa ni wale wezi 40, basi haraka pacha, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Jaribu, sina haja kukwambia sijaribu, jaribu. Waate 30 wakugongee pale na wakwambie nsisi fungua, basi wewe fungua kwa kuitegemea waja'alna min baini aydihim sadda. Uangalie chanche makuni na uangalie namna utakavyochezea mapanga, na waja'alna umeipiga zaidi ya 100. Fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni. Na hii Qur'ani yataka kuzingatiwa. Sitaki kuingia kwenye ukanda huo kwa kina kwa sababu iko siku yake suratul Yasin, lakini nataka kuambia kwamba alipotoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipasua maadui. Nusra aliipata ama hakuipata? Aliipata. Ni hisabu zako kwamba kuweza hapa ndipo penye uadui, maadui ni hawa waniotea, na mimi mpiche hapa na nipate salama. Hii ni dalili ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kwa kuwa hisabu nyingine mwanadamu haifai kumfanyia Allah tabaraka wa taala. Ndipo hapa tukirudi, Musa yuwazaliwa kwenye mwaka wa kutindwa vana. Mamake Musa ababaika, na ajua Mwenyezi Mungu kwamba kwa lazima ababaike. Lakini sikiliza suratul Qasas yasemaje, wa auhaina ila ummi Musa an ardhi'ihi, tulimpelekea wahi mamake Musa kuwa nyonyeshe huyo mwanao. An ardhi'ihi, nyonyeshe Musa. Kisha fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam, ukimchelea kwamba kwa mikono ya serikali ya Firauna itamshika, mtose baharini. Tengeneza sanduku, nchie sandukuni, mtupe mchoni. Sasa kisha muhakikishia, shika hili mtupe mchoni. Kisha mwambia wala takhafi, Allah tabaraka wa taala ala kulli shay'in qadir, subhanallah. Wala takhafi, wala usiogope. Kisha mwambia wala tahzani, wala usihuzunike. Ahadi, inna raduhu ilayki, hakika sisi tutakurudishia Musa, tutakurudishia mwenyewe. Wajailuhu minal mursalin, kisha tumfanye katika mursalin, tumfanye katika wajumbe. Basi peleleza kwenye hiyo aya, waambiwa fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi, mtie sandukuni umchose kwenye bahari, na ni mto bila shaka. Kwenye mto mwajua wakao kwenye mto mkina nani, wala hatuwezi kusema kwamba kwa wakati wa mto wa Firauna ilikuwa bado mamba hawajaletwa duniani. Shati uchupe kitabu gani kinachosema hivyo, kwamba kwa wakati wa Musa kutoswa kwenye ule mto ilikuwa mamba hawajaumbwa, wala kusema kwamba kwa viboko ilikuwa hakuna, wala mijoka wala nini. Hapana, ni ile ile kaida ya wanyama wa mitoni walivyo. Viboko walikuweko hapo, mamba walikuweko hapo, nyoka walikuweko hapo kama kawaida. Naambiwa nchie sandukuni, mtoto mdogo mwando kuzaliwa mtupe. Hata kishikwa na ndaa hawezi kujisaidia kinamna yoyote, lakini kisha kwambia usiogope, usihuzunike. Litaepukana la sikitiko mama alivyo kwa mwana. Mama huwa na sikitiko kwa ijichwizimana kazi yake na shughuli yake. Mama akawa na kite kwa ijichwizima, utakosa sikitiko mama kwa mwana mwando kunzaa shekhe, au sivyo jama? Mama imani yake ni ya hali ya juu. Nasema kwamba kwa mtu mzima, sisemi barobaro, mtu mzima miaka 70 amezaa amejukuu, huyo mtu mzima. Lakini kukitokea tatizo tu la kuchelewa au kumetokea maafa fulani, awe mama amesikia taarifa kwamba kwa kuna mambo fulani yametokea na mwanawe ni mtu mzima lojuku, huku hali cha